Chum TV. Furaha kiganjani. Kupitia kongamano hili ambalo baadaye sasa wafanyabiashara watakaa pamoja wa Tanzania na Japan, litafungua milango zaidi ya ushirikiano kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na hapa Japan. Malengo ni kuwawezesha kukaa pamoja, kila mmoja aeleze sekta anayofanyia kazi, lakini hasa tunahitaji Watanzania wapate nafasi ya kuungana pamoja na ndugu zetu wa hapa Japani, kufungua makampuni, kuandikisha uwekezaji, na kwa kuwa ZIPA ya Zanzibar na TSC ya Tanzania ziko hapa, wamefungua pia madawati ya kusajili moja kwa moja makampuni yanayotaka kwenda kusajili kufanya kazi Tanzania. Na tumeeleza kwamba ili kufungua kampuni Tanzania tumerahisisha ujazaji wa fomu, lakini maelezo ya namna ambavyo utafanya biashara, fursa kwenye maeneo yote kama ambayo nimeeleza, kwenye kilimo, lakini maliasili na maeneo mengine ya utalii, afya na maeneo ya viwanda. Yote haya tumefungua milango. Sisi kama Tanzania tumeeleza fursa ambazo zipo zinazokaribisha wawekezaji kutoka nje, na hasa nchini Japani ambako wenzetu wameimarika kiuchumi. Japani ni nchi ya 4 duniani kiuchumi. Sisi kama Tanzania tunahitaji kushirikiana nao kwenye eneo la kiuchumi, kuweza kuwakaribisha wafanyabiashara wawekezaji kutoka hapa nchini Japani ili waweze kuja Tanzania. Hii ni kwa mara ya 3 tunakutana pamoja tukijadili fursa mbalimbali. Kwa mara ya kwanza tulipokuwa kwenye kikao cha Japani na nchi za Afrika TICAD, tuliweza kupata nafasi ya kukutana na wafanyabiashara, tukawahamasisha, tukawakaribisha Tanzania. Kwa mara ya pili timu ya wafanyabiashara kutoka nchini Japani walikuja Tanzania, tukakaa nao, tukazungumza nao pamoja na private sector ya Tanzania ili kuweza kujiunganisha pamoja, kupata uzoefu, kuonyeshana fursa na kujenga ushirikiano katika kufanya biashara za pamoja. Leo ni kwa mara ya 3 hii tunajiimarisha zaidi, kwa sababu tayari tumeonyesha ongezeko la biashara kati ya Tanzania na Japani. Ongezeko hili limeanza kuleta manufaa kwetu sisi kama Tanzania, ambako tunajikita kwenye sekta ya kilimo, afya, viwanda, lakini pia nishati. Haya ni matokeo mazuri ya jitihada zinazofanywa na marais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Wamewezesha sekta ya uwekezaji kukua na kupata mafanikio, na wamekuja Tanzania.